The pictures have already painted the situation at Mombasa CBD. Shughuli zinaendelea kwa ukawaida, jinsi ambavyo umeona magari ya uchukuzi yanaendelea. Watu wamejitokeza licha kwa kunayo baadhi ya maduka ambayo hayajafunguliwa, ila magari bado zinaendelea na shughuli ya uchukuzi hapa katikati ya mji wa kale hapa kisiwani Mombasa. Kwa hiyo kumekuwa na wasiwasi asubuhi, baadhi ya wakazi ama baadhi ya watu wakiwa wanakosa imani kwamba mambo yatakuwa sawa, na kuna wale ambao hadi hawajaingia kazini ama hawajaingia mjini, lakini taswira katikati ya jiji la Mombasa ni kama ilivyo, mambo yanaendelea kwa ukawaida. Kumbuka hapo jana jioni baadhi ya wanafunzi ama vijana wa eneo hili wakatoa taarifa wakisema kwamba hawana haja ya kushiriki katika maandamano, wakidai kwamba licha madai kwamba maandamano haya kutajwa kwamba yatakuwa ya amani, wakawa wanahisi kwamba huenda vurugu ikashuhudiwa, na kila wakati vurugu inaposhuhudiwa unapata kwamba mikasa mbalimbali hutokea, maafa na uharibifu. Ikumbuke kwamba kaunti hii ya Mombasa haijashuhudia maandamano ama machafuko makubwa sana. Maandamano ambayo yalipita yalikuwa ya amani. Mwaka uliopita siku kama ya leo yalikuwa maandamano ya amani, ambapo waandamanaji walikutana pale katika kanisa la ACK pale hapa kisiwani Mombasa, wakaelekea Mapembeni, wakaelekea Sabasaba, wakazunguka tukisha wakamalizia katika ofisi ya kamishna wa kaunti hii ama makao makuu ya kamishna wa kaunti hii ya Mombasa, na ilikuwa shughuli ya amani kabisa. Kwa hiyo siku ya leo wanaoandaa maandamano ya amani ya siku ya leo wamesema kwamba mida za saa 3 wataanza msafara vivyo hivyo ambapo nimetaja. Watakutana pale katika kanisa la ACK hapa kisiwani Mombasa, kisha waelekee Mapembeni, na pale Mapembeni inatarajiwa kwamba wataasha mishumaa ili kuweza kuwakumbuka wenzao ambao waliaga katika maandamano. Ikumbuke mwaka 2024 tarehe 25 vile maafa yaliripotiwa ama vifo viliripotiwa hapa, manake kunao vijana ama baadhi ya vijana ambao waliweza kupigwa risasi na kuangamizwa ama kuaga katika maandamano ya mwaka 2024. Kwa hiyo wanaoandaa maandamano ya siku ya leo wanasema lazima waomboleze hao na wengine ambao hadi siku hii ya leo hawajapatikana, wale ambao waliumizwa na wale ambao waliathirika kwa njia moja ama nyingine katika maandamano ya mwaka huo wa 2024. Kwa hiyo bwana Indimuli, hivyo ndivyo hali ilivyo. Bado tupo hapa, bado tumekita kambi hapa kuweza kujua ni lipi ambalo litatokea, ili tuweze kumtaarifu mtazamaji wetu pindi tu zinapochipuka. Asante sana ripota wetu Quinto Wafula kule Mombasa kwa ripoti hiyo. Mombasa ni kana kwamba masuala ya maandamano si mengi. The CBD, the town in Mombasa, especially Old Town, everything is back to normal. I've just spotted one traffic police officer, meaning even police presence is not as prominent as we've seen even in places like Nyamira. So Mombasa ni kama wamesema hao masuala ya maandamano hawajui, but organizers of protests, there are some people who indicated that they will take part in the memorial procession from one area to another. We're still getting more pictures on screen. On one side we do have the CBD along Haile Selassie Avenue.